Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tena katika matukio ambayo yanataka kujiri hapa katika ardhi hii ya nyumbani Bujumbura. Leo tarehe 5 mwezi wa 6 2026. Kama unavyoona hapa tukiwa ndani ya uwanja huu wa ndege jijini Bujumbura Melchior Ndadaye, hapa watu mbalimbali wakiwa wako hapa. Si tukio lingine ambalo linalowaleta hapa ni kuja kupokea, kushuhudia mahujaji kutoka katika ibada yao ya hija katika maeneo mbalimbali. Wamepita Maka, lakini wamepita Madina, na hapa tukaona kwamba nguvu moja za TV za Kiislamu katika nchi yetu hii ya Burundi, Sheikh Abdi John, tunaye hapa. Tunatamani kusikia kwake machache kutokana na haya ambayo yanayojiri katika nchi hii ya Burundi. Atasema nasi na wewe ambaye unayetutazama kupitia katika TV mbalimbali mmojawapo, basi tunakuomba subscribe channel zetu hizi, tutie nguvu na nasaha na ushauri wako. Tayari ninaye hapa Sheikh Abdi John, atasema katika mengi ambayo tunatamani aweze kuyasema hapa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Abdi John, wewe ni kiongozi wa baraza la hija, lakini kadhalika pamoja na ziara za umra. Dunia leo inashuhudia tukio ambalo tulikuwa hapa katika wiki mbili nyuma tukiwashindikiza mahujaji katika ibada tukufu, na leo hapa tayari tena watu wanashuhudia. Tunataraji kama dakika chache watakuwa wamerejea. Tufahamishe kwanza, kuna yoyote katika wale ambao walisafiri kutoka Burundi afya zao bado zikiwa salama au kuna changamoto katika safari zao? Tangu walipoondoka mahujaji tarehe 19 mwezi Mei na mpaka sasa wanaelekea kufika Burundi tarehe 5 mwezi Juni, bado salama zimejaa. Ibada ilikwenda vizuri, haji kwa umra imekamilika salama, na hapakuwa mapungufu yoyote wala fedheha yoyote kwa idadi ya mahujaji 73 waliobebea bendera ya taifa la Burundi kwa pasipoti ya taifa letu. Kupitia ripoti ya Sheikh Jamal Swaleh tunaonyeshwa kwamba maandalizi yalikuwa mazuri. Tumeona baadhi ya vyumba kwa ajili ya vyumba vya dharura, anaweza akatokea mmoja ameumwa, amezidiwa. Katika mahujaji wetu tuliosafiri nao hakuna hata mmoja aliweza kupata mtihani wa namna hiyo. Madaktari wetu walikuwa wa Burundi na wa Saudia. Manesi wetu walikuwa na vyumba vyetu vya tiba kamili kwa vipimo vya mara kwa mara, na tuliepuka kabisa kwa taufiki ya Allah mpaka leo kuhakikisha mahujaji ni wazima. Mapokezi tunaoyaona hapa ni wengi ambao alhamdulillah, unaona kutoka Rumonge tulipata bahati ya kuwaona makundi mbalimbali. Ukitazama East Africa bado si tunaongoza katika kuweza kuwapokea mahujaji. Unahisi kwamba hawa wakina mama pamoja na wanamume wakiwa hapa, ipi siri ya sisi kuweza kufanikisha hichi? Mbinu zipo na njia bado tutakwenda tunaziutengeneza za hata kuongeza idadi ya mahujaji katika taifa letu. Upendo upo kwa wengi, upo na bado kuna nia ya uwekezaji wa kutosha wa taratibu ili haya yaendelee kuzidi katika miaka ijayo, na ndoto yetu iwe ukweli sawa tulivyokubaliwa na vibali tulivyopewa na Saudia kwa idadi. Ujumbe wako kwanza moja kwa moja kwa Waislamu ambao wanaokutazama, lakini pia watu mbalimbali wako hapa wanatamani pia neno lako la faraja. Shekhe, ukitazama hili ni la kujitolea, nini ujumbe wako kwanza katika makundi haya? Kwa kweli asiokopi mtu juu ya hija. Kwa sasa tumeanza kusajili mahujaji, kwa sasa tumeanza kusajili, tangu walivyoondoka tumeanza kusajili na wanaandikwa kwa ibada ya hija, na tunawasajili kwa ibada ya umra. Na usiofii, ibada hii inataka uwe uweke nia. Ukishaweka nia, andikisha jina. Ukishaandikisha jina, anza kuwekeza dolari yako, na hapo utafaulu, ima mwaka ujao, ima mwaka mwingine, ima mwingine, kama wanavyofanya mataifa mengine, lakini utafika hija tu na Mwenyezi Mungu atasapoti nia yako. Kwa hivyo wasiofii watu. Kwa sasa tunasajili mahujaji, tuoneni tukuandikeni, wala usisiti. Wallahi Mwenyezi Mungu anafanya ni kafu na nuni. Wewe njoo wala usisiti, niandike shekhe, tunaandika. Ofisi niandike, inakuandika. Niandike, tunaandika. Weka jina lako, weka nia, weka dua. Ndio ile Nabii Ibrahim, wa adhin linnasi fil haji. Wewe waite tu, ya tu karijalan, watakuja tu, watakuja.
watatoka pembe nne za dunia, watakuja, na Mungu akikuita utakwenda Maka. Kesho kutwa hapa tumemaliza hija na wanakaribia kufika umra. Ni bado kwamba baada ya Ramadhani ratiba zake ziko vile vile, ili waumini ambao anaweza kusema hija mimi pengine gharama ikawa kubwa, kwenye umra nafuu bado ipo na watu wanaweza wakajitokeza. Natoa tangazo rasmi kwa sasa, tunaandaa msafara wa hija ambao ni mwaka 2027. Njooni watu muandikwe, na tunaandaa msafara wa umra wa grupe ya mwezi wa Ramadhani 10 la mwisho. Njooni tukuandikeni, haina matatizo, ofisi yetu itatoa visa. Sehemu zote mbili tumeanza kuwaandalieni na kuandika majina yenu na kuwaandalieni misafara hiyo. Karibuni. Neno lako la mwisho la kumalizia, kwamba usalama huko wa kutosha. Ni dhahiri kwamba serikali ya Burundi inafahamu hili ambalo linaloendelea hapa. Tungetamani kwamba ujumbe wako kwa serikali, kwa sababu ukitazama kwamba tunashirikiana nayo vizuri baina ya Waislamu, juhudi zinavyoendelea, na hapa namna nilivyoona kwamba usalama wetu uko chini kabisa ya serikali yetu pendwa ya Burundi, chini ya rais wetu mpendwa Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye. Hapa tunatamani kusikia ujumbe wako ambao unaweza ukaubeba kwenye serikali, sawa na mazingira haya ambayo yanaendelea hapa katika hii siku ya leo. Burundi taifa langu, Burundi taifa letu, Burundi maziwa yetu, Burundi bahari yetu, Burundi upendo wetu, Burundi furaha yetu, Burundi jeuri yetu na fahari yetu. Kupitia serikali yetu ndo haya yanatendeka. Hayatendeki bila uhusiano wa serikali kwa serikali. Ni uzuri na utamu wa mahusiano ya serikali ya Saudi Arabia na Burundi, usubuhi kwa jioni, bila jiza lolote, ndo yanatufikisha hapa. Tukijivuna na tutajivuna, na hatutoacha kujivuna juu ya taifa letu. Haiwezekani na hakuna ambaye atatuondoa pale ambapo limi zetu zilikula udongo wa hapa. Burundi ni ya kwetu na bado inaendelea kutusapoti kupitia Mheshimiwa Rais, baba wa taifa, na serikali yake, na haya tutasapotiana mpaka siku Mungu atairithi ardhi yake. Al Huda, mwongozo wa jamii.